Hii unaiona ni ndege aina ya Air Force One. Hili sio jina la ndege moja peke yake, bali ni namba ya utambulisho wa kijeshi inayotumika wakati wowote ambapo rais wa Marekani yuko ndani ya ndege ya jeshi la anga la Marekani, US Air Force. Ndege hii jina maarufu limezoeleka kutajwa kama ndege maalum aina ya Boeing 747-200B, ambazo ni ndege rasmi ambazo wanatumia marais wa Marekani. Na hapa unapoitazama ipo katika anga ikielekea pale nchini Israel kwa ajili ya rais wa Marekani bwana Donald Trump kukutana na waziri mkuu wa Israel bwana Benjamin Netanyahu katika kile ambacho dunia inatambua kwamba ni vikao vya pamoja vya kujadili namna gani ya kumaliza mgogoro ambao umedumu kwa zaidi ya miaka miwili katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Hapa rais wa Marekani bwana Donald Trump, pamoja na mambo mengine, akitumia ndege hii ya United States of America, anaelekea huko amepokelewa, ambapo maelfu ya raia pamoja na wanajeshi walijitokeza kwa ajili ya kumlaki kiongozi huyu mkubwa wa taifa la Marekani. Rais Donald Trump alipokelewa na mwenyeji wake ambaye ni waziri mkuu wa Israel bwana Benjamin Netanyahu, ambapo pamoja na mambo mengine alimlaki, huku zikionekana shangwe, ndelemo pamoja na vifijo kabla aelekee katika kulihutubia bunge la taifa la Israel. Lakini jambo la msingi zaidi hapa ambalo tunataka kulitazama ni je, Rais Donald Trump amezungumza nini wakati akihutubia bunge la Marekani? Wakati akihutubia bunge la kule Israel, Donald Trump amesema kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel pamoja na Hamas ambayo ameyasaidia kuyawezesha yanawakilisha alfajili ya kihistoria ya Mashariki ya Kati mpya. Trump anatoa kauli hii wakati akihutubia bunge la Israel linalofahamika kama Knesset muda mfupi baada ya kuwasili mjini Jerusalem. Hii ni mara ya kwanza kwa kiongozi huyu wa Marekani kutembelea Israel tangu makubaliano hayo ya amani yaanze kutekelezwa. Katika yale ambayo ni miongoni mwa makubaliano ni kwamba Hamas wametoa mateka 20 wa Kizayuni waliokuwa bado hai ambao walikuwa wanashikiliwa na Gaza. Nayo Israel imewaachilia huru wafungwa kadhaa wa Kipalestina katika hatua ya kwanza ya utekelezaji makubaliano hayo. Mabasi yaliyobeba wafungwa wa Kipalestina yameonekana yakifika katika eneo la Ramallah pamoja na Khan Yunis, na yamepokelewa na maelfu ya wananchi waliokuwa kishangilia huku wakiwa na bendera za Palestina pamoja na Hamas. Donald Trump anasema rais wa Palestina Mahmoud Abbas atahudhuria mkutano wa amani utakaofanyika Misri, ingawa waziri mkuu wa Israel bwana Benjamin Netanyahu amekataa mwaliko huo, akisema siku ya sikukuu ya Kiyahudi ni kama sababu ya kutomwalika rais wa Palestina Mahmoud Abbas. Trump anasikika anasema Israel haina tena cha kupigania, ni wakati wa amani. Kauli hii ni kauli ambayo inaonyesha Marekani yupo nyuma ya mapigano ya Israel. Anasema Israel haina tena cha kupigania, ni wakati wa amani. Trump akiwahutubia wabunge amewahimiza wabunge wa Israel kuchukua nafasi hii ya kihistoria kuleta amani ya kudumu, akisema, naomba kumnukuu, nchi yenu haina tena cha kufanikisha vitani. Wakati umefika wa kufanya kazi kwa ajili ya amani ya Mashariki ya Kati. Anaongeza kuwa makubaliano hayo yatakumbukwa kwa vizazi vijavyo kama wakati ambapo mambo yote yalianza kubadilika. Trump pia ameahidi kwamba Marekani itaendelea kuisaidia katika ujenzi wa Gaza, eneo ambalo limeharibiwa vibaya na vita vya miaka miwili mtawalia. Nikimnukuu, anasema Wapalestina wana nafasi ya kugeuka kabisa kutoka njia ya ugaidi na vurugu. Lakini Donald Trump kama kiongozi ambaye ameonekana anasimama mbele katika kutetea kile ambacho anasema ni lazima ipatikane amani Mashariki ya Kati, Donald Trump amewashangaza wengi. Amemwomba rais wa Israel Isaac Herzog kumsaidia kumsamehe waziri mkuu Benjamin Netanyahu ambaye anakabiliwa na mashtaka ya rushwa pamoja na udanganyifu.
Kwa utani ambao umechanganyika na uzito wa maneno, Donald Trump alizungumza maneno haya: sigara pamoja na champagne, nani anajali? Hebu mpe tu msamaha. Sio, ni maneno ya utani ambayo Donald Trump ameyawasilisha kwa rais wa Israel anayefahamika kama Isaac Herzog. Alisema kwamba Benjamin Netanyahu ni mmoja wa viongozi wakubwa wa kivita katika historia ya kisasa. Lakini Donald Trump huyu anasema makubaliano haya yamekuja wakati mwafaka. Anasema makubaliano ya Gaza yametokea wakati hali ikiwa mbaya na vita vikiwa vimefikia kilele cha hatari. Namnukuu, anasema, nilimwambia Bibi Netanyahu, utakumbukwa zaidi kwa hili kuliko kuendelea kupigana. Au ni wakati wa kusema tumeshinda, sasa tunarudi kufurahia maisha. Kilio cha Wapalestina ni kikubwa. Orodha ya wafungwa waliotolewa haijajumuisha Marwan Barghouti, kiongozi wa Kipalestina aliyejulikana kama Nelson Mandela wa Palestina, ambaye amekuwa gerezani tangu mwaka 2002. Hii inatia mashaka kidogo. Wananchi wengi wa Kipalestina wamelaani kutotolewa kwake, wakisema Barghouti ndiyo ishara ya umoja wa kitaifa na matumaini ya amani ya kweli. Trump ameendelea kwa kutoa shukrani kwa nchi za Kiarabu na nchi za Kiislamu kwa kusaidia makubaliano haya ya amani. Rais ametoa shukrani za dhati kwa mataifa ya Kiarabu na Kiislamu yaliyoshiriki katika majadiliano ambayo yamewezesha kusainiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas. Akizungumza mbele ya bunge hili la Israel, Trump anasema, napenda kutoa shukrani kubwa kwa mataifa yote ya Kiarabu na Kiislamu yaliyokuja pamoja kushinikiza Hamas kuachilia mateka na kuwarudisha nyumbani salama. Ameongeza, tulipata msaada mkubwa sana kutoka kwa mataifa ambayo wengi wasingetarajia. Ninawashukuru sana kwa hilo, na huu ni ushindi mkubwa kwa Israel na ulimwengu wote kuona mataifa haya yakifanya kazi pamoja kama watu wamoja katika jamii. Lakini Hamas yenyewe inasema jambo hili la kufikia makubaliano na Israel ama hakika lisiwafanye wakabweteka. Wao wanasema bado wanaiona safari ngumu mbele yao. Trump alikatizwa pia na hotuba wakati akizungumza bungeni. Ifahamike, moja kati ya watu ambao wanapitia nyakati ngumu zaidi ukanda wa Mashariki ya Kati ni pamoja na bwana Benjamin Netanyahu. Katika tukio ambalo sio la kawaida, katikati ya hotuba ya rais wa Marekani bwana Donald Trump, mbunge mmoja wa mlengo wa kushoto ambaye anatoka katika bunge hilo aliibuka kwa sauti kubwa akimpinga Donald Trump, akimtuhumu kwa kufumbia macho mateso ya Wapalestina. Mbunge huyo aliondolewa haraka na walinzi wa bunge, huku wabunge wa mlengo wa kulia wakimshangilia Trump kwa makofi pamoja na ndelemo pamoja na vifijo. Makubaliano haya ya kusitisha mapigano Gaza ambayo yanasimamiwa na Marekani yanakuja baada ya miaka miwili ya vita kati ya Israel pamoja na Hamas, ambayo pia ilihusisha mapigano ya mpakani na Hezbollah ambalo ni kundi kutoka Irani. Trump anasisitiza kuwa hatua hii ni mwanzo wa enzi mpya ya ushirikiano wa Mashariki ya Kati. Anasema lengo lake ni kuona washirika wa zamani wa vita wakigeuka kuwa washirika wa amani. Pamoja na mambo mengine, tunasubiri kuona ulimwengu utajibu nini baada ya matamshi haya ya bwana Donald Trump. Lakini je, ni kwa namna gani Israel inamhakikishia Palestina kama vita vimeisha? Ifahamike, zamani Jerusalem ilikuwa ipo chini ya Umoja wa Mataifa, lakini Marekani ndio lilikuwa taifa la kwanza kuitambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel. Je, leo Marekani hawawezi wakaitambua Gaza kama Israel wataamua kuiteka Gaza kama ambavyo wamefikiria? Je, Hamas wamefanya kosa la kimkakati ambalo linaweza likawagharimu maisha yao yote? Je, raia wa Israel wanakubaliana na hicho ambacho kimefanywa kati ya pande hizo zote mbili? Je, vikundi vingine ukiachilia mbali kundi la wanamgambo wa Hamas ambalo makao yake makuu yapo pale Gaza wamekubaliana na haya? Je, safari ya rais wa Marekani bwana Donald Trump ni safari ambayo inalenga kumaliza mgogoro? Je, hakuna plani nyingine waliokuwa nayo ili kuhakikisha wanaiangamiza kabisa Palestina? Haya ni maswali mengine ya msingi ambayo tunafaa kusikiliza. Lakini kwa sasa tunasubiri tuone matokeo ya kikao kitakachofanyika pale Misri,
ambapo viongozi mbalimbali wa kidunia wanatarajiwa kuhudhuria katika mazungumzo hayo. Sisi kama Daraja tunatumika kufikisha ripoti ambazo tunazipokea, na ninyi mnakaa kuzichambua kwa kina zaidi, kuona taarifa hizi namna gani ambavyo zinaweza zikawaingia akilini mwenu. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.